Mwanzoni mwa mwaka 2025, kitengo cha uhamiaji Tanzania kilitoa uraia kwa wachezaji watatu katika kikosi cha Singida Black Star: Emmanuel Keyeke, Josephat Athabada pamoja na Mohamed Damaro Kamara, kiungo mpya aliyesajiliwa kwenye dirisha dogo wa klabu ya Young Africans. Sasa kwa kuendelea zaidi hapo ni kwamba Damaro, Kamara, Keyeke walijiandikisha kama ambavyo mtu yeyote wa kawaida anajiandikisha kwa ajili ya kuhitaji kupata uraia wa Tanzania kupitia naturalization, kwa maana ya kuandikishwa, uraia wa kuandikishwa. Kwa hiyo walifuata mchakato kama ambavyo mchakato huo ungefuatwa na mtu mwingine yoyote, na walikidhi vigezo vya kisheria, na kitengo cha uhamiaji kilithibitisha kuwa uraia wao umekabidhiwa kwa mujibu wa vifungu maalum vya kisheria. Baada ya kujiandikisha, walikidhi vigezo vya kisheria na kitengo cha uhamiaji ndipo kilithibitisha kuwa wamepata uraia wa kuandikishwa mwisho wa siku. Kwa hiyo wamekuja kupata uraia, lakini ni kwa kupitia utaratibu ambao waliofuata, utaratibu ambao ulikidhi vigezo na masharti ambayo uhamiaji walikuwa wanataka kuvipata kutoka kwao, ndipo wakajikuta wanapewa uraia wa kuandikishwa kwa maana ya naturalization. Sasa basi, walipewa kwa mujibu wa vifungu maalum vya kisheria. Vifungu hivyo ni sehemu ya 9 na ya 23 ya Tanzania Citizenship Act sura ya 367. Sehemu ya 9 na ya 23 ya Tanzania Citizenship Act sura ya 367 ambayo inaelezea uraia wa kuidhinishwa. Kwa hiyo hili jambo lilipita kama jambo la kisheria na halikupita kama jambo la kimpira peke yake. Of course, muktadha wa Singida kwa wakati ule ilikuwa ni kutaka kuhakikisha kwamba wanakuwa na kundi kubwa la wachezaji kwenye kikosi, lakini wengine wawape uraia kama sehemu ya kujaribu kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine. Lakini katika kujaribu kufanya hivyo, walihakikisha kwamba huo uraia wenyewe unapatikana kisheria. Manake uraia wa mtu kama Mohamed Damaro umepatikana kisheria kama ambavyo pengine kimpira inaonekana, lakini pia ulipatikana kisheria kwanza mwisho wa siku, kwamba kwenye upande wa kisheria hili jambo lilithibitika na lilionekana kuwa liko sawa mwisho wa siku, licha ya kwamba yalikuwa ni maamuzi ambayo yalifanywa zaidi kwenye muktadha wa kujaribu kuangalia upande wa kimpira zaidi, kwamba tuna wageni wengi kwa kesi ya Singida, tuna wageni wengi, tunatamani tuendelee kuwabakisha, lakini tunafanyaje mwisho wa siku? Nani yuko tayari kubadilisha uraia? Mimi. Fuateni utaratibu 1 2 3. Kwa hiyo ni maamuzi ambayo yanaonekana yalikuja kimpira, lakini yalifuata sheria mwisho wa siku, yalikamilika kisheria, na ndio maana mwisho wa siku TFF wakakubali kulipokea hilo swala na hawa wachezaji wakaja kutambulika kama ni wa Tanzania mwisho wa siku. Sasa basi, pengine kuna swali mtu anajiuliza, kwa nini kwa hoja hiyo watu kama kina Damaro, Keyeke pamoja na Athabada hawachezi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania? Hilo linaweza likawa ni swala la msingi ambalo pengine kuna baadhi ya watu wanajiuliza. Swala hilo linajibiwa hivi: kuna kitu kinaitwa FIFA check. Huu uraia wenyewe wa kuidhinishwa wameupata mwanzoni mwa mwaka jana. Kwa hiyo uhalisia wa kile ambacho kinaendelea ni kwamba mpaka wakati huu kuna vitu vingi ambavyo FIFA inabidi waendelee kuvitizama mwisho wa siku, waviangalie. Processing na approval kutoka FIFA itaendelea kwa wakati huu, wanajaribu kuendelea kuangalia vitu vingi mwisho wa siku. Kwa hiyo mpaka watakapokuja kutoa jibu la uhakika kuhusu kucheza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, kiukweli ni swala la muda tu, kwa sababu hili jambo kwa muda wa mwaka mmoja unaweza kuona kama labda ni mrefu sana, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo na FIFA nao kwa nafasi yao wanavitizama mwisho wa siku. Lakini kitu ambacho kimerahisisha huu mchakato wa kina Damaro, hasa kwa mtu kama Damaro kupata uraia kwa kesi ya Tanzania, ni kwa sababu pia hata kwenye nchi anayotokea ya Guinea hakuwahi kucheza katika kikosi cha wakubwa cha timu ya taifa. Kwa hiyo mchakato wake yeye wa kuingia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania pale ambapo FIFA check itakuwa tayari ni rahisi zaidi pale mambo yatakapokuwa mazuri. Lakini kuhusu uraia ulipatikana kisheria kama ambavyo mtu mwingine yeyote wa kawaida angejiandikisha. Wao kwa kesi yao ilikuwa ni maamuzi zaidi ya kimpira, ndio alishinikiza hili swala liwe jepesi au liendewe, lakini haimaanishi kwamba halikufuata sheria mwisho wa siku. Kwa hiyo kila kitu kuhusu wao kuwa raia kipo sawa. FIFA check ikikamilika kwenye kikosi cha timu ya taifa utawaona wakiitwa.